Na nataka niwe muwazi katika hili. Lau maneno haya wangesema mashehe wa Kiislamu, saizi kuna watu washakwenda ndani, kuna watu hivi sasa wangekuwa washafunguliwa mashtaka, kuna watu hivi sasa wangekuwa tayari wanatakiwa kuhojiwa ili kupata ukweli wa jambo hilo na kutaka maelezo ya kina juu ya maneno kama maneno haya yangezungumzwa na Waislamu. Sasa tunapata shida. Kwa nini viongozi wa upande wa pili, viongozi wa kanisa wanatamka maneno magumu na yenye madhara kwa taifa letu, alafu vyombo vya ulinzi na usalama havichukui hatua za kutosha za kina zinazotudhiridhisha sisi wa Tanzania kuona kwamba kuna jitihada ya makusudi ya kulifuatilia jambo hili, kwa sababu rais ni raia namba moja katika nchi. Thamani yake ni kubwa zaidi kuliko wananchi wote. Tunapata shaka, tunapata shida. Vyombo vya idara, vyombo vya usalama na ulinzi, kwa nini viko kimya kwenye jambo hili? Kwa nini havikemewi na jambo hili? Hili ni jambo ambalo tunatakiwa tujifunze. Nataka tu niwakumbushe, viko vitu vingi vimekuwa vikizungumzwa. Kwa mfano leo zimekuwa kesi za uhaini. Tumeona kesi za uhaini ziko mahakamani. Kiongozi mmoja wa chama cha upinzani yuko kule na ana kesi ya uhaini. Nataka niwakumbushe wa vijana wa 2000. Kesi ya uhaini haijawahi kufanywa kwa mara ya kwanza. Kama historia mjui, mtuulize. Mbona Zanzibar ishawahi kutokea? Mbona viongozi wa vyama vya upinzani Zanzibar ushawahi kushtakiwa kwa kesi za uhaini? Zilifuatiliwa, zikaonekana hazipo, zikafutwa. Kwani kuna shida gani? Kwa nini huyu tu? Kwa nini huyu tu? Hawa na harakati leo wanaopiga kelele juu ya kesi ya uhaini, wakati wale wanafanyiwa kesi ya uhaini kule Zanzibar, wale walikuwa si wanasiasa au kwa sababu walikuwa Waislamu? Acheni chuki. Acheni chuki. Acheni chuki za kidini. Nchi hii tukiweka chuki za kidini hatutafika. Na msione watu wananyamaza. Tumechoka. Tumechoka kwa dhati ya moyo, tumechoka. Tumechoka kuona sasa kunakuwa na hali ya udini inazidi kushamili. Hii nchi haiwezi kuenda hivyo. Mwacheni huyu bi mkubwa afanye kazi. Mwacheni huyu bi mkubwa atekeleze majukumu ambayo Watanzania wameamua kumkabidhi. Inafikia mahala kiongozi wa serikali anasema kiongozi mmoja anasema mimi nataka kuona nchi hii ifike mahala kabla 2020 baada yani kupatikane viongozi wengine watakaota. Unapataje kiongozi mwingine katika nchi hii wakati walioteuliwa wapo? Maana yake unataka kutuambia una ajenda ya siri, unajua nyuma kuna nini, kuna mipango mmepanga, na kuna kauli zingine zinaongelewa kwenye nyumba za ibada. Tunapata mashaka, kuna mahusiano gani ya viongozi wa siasa na viongozi wa nyumba za ibada wanakaa pamoja kushambulia kiongozi aliyopo madarakani? Msianze kutengeneza chokochoko na kuleta madhara katika nchi yetu. Nataka niwaambie, moto wa kidini ukiwaka hakuna wa kuuzima. Moto wa kidini ukiwaka hakuna wa kuuzima. Waislamu wanaposimama leo, wanapoamua kuhubiri siasa za amani, wanapoamua kuihubiri na kuzungumza amani, haina maana wamepoa. Nataka niwaambie hakuna maana wamepoa. Ndio maana nawakumbusha sana vyombo vya ulinzi na usalama. Jambo hili linalofanywa upande wa pili sio la kuliangalia. Tunaona leo, mimi nazo klipu za manabii zaidi ya 14 wanaojiita manabii na mitume. Wanasema maneno mazito na ya hatari. Wakati mwingine wanaonyesha hata nani anakwenda kuwa rais baada ya Samia. Kwa nini? Kwa nini? Klipu hizo zipo na mnaziona. Litatokea jua, mwanga utakuwa mkubwa, huo mwanga utazima mwanga wa kwanza, utakaa juu. Maneno haya na maana gani? Ni vitu vinaumiza, ni vitu vinakera, ni vitu vinahofisha. Watanzania tunahitaji amani. Watanzania hatuhitaji kuharibikiwa na amani ya nchi yetu. Tuilinde, tuitunze. Lakini kutunza amani, kulinda amani ni pamoja na kuheshimiana. Tusipoheshimiana amani haitakuwepo. Tusipoheshimiana ulinzi huu, hali hii haitakuwepo. Sasa niseme tu kwa dhati ya moyo. Lakini kuna kingine, mimi sitamani kuona nchi yetu inaingia katika machafuko. Na nitumie fursa hii kuwaomba Waislamu, kuwaomba wana CCM, kuwaomba Watanzania, kuwaomba Wazanzibari wenye nia nzuri wote,
hivi sasa ni lazima tumlinde Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa gharama yoyote, kwa sababu tunakokwenda kuna madhara, tunakokwenda kuna hofisha, tunakokwenda tunaogopa. Mimi siogopi kukamatwa, mimi siogopi kuhojiwa, niko tayari kwa sababu na vitu vingi navisikia na navijua. Ndio maana najenga hofu juu ya kauli. Waswahili wanasema wimbo mbaya haimbiwi mtoto. Usiwe mtoto analia unambembeleza kwa wimbo atakufa. Akifa mtoto, wewe umeshiriki mauaji ya mtoto huyo. Ndio maana nimeona niitumie fursa hii kulizungumza hili na kuwaomba Watanzania wenzangu, sasa wakati umefika. Kama tunahitaji umoja na mshikamano, na waomba ndugu zangu wa upande wa pili, viongozi wa makanisa, muache mara moja haya mnayosema. Msije mkawa kuna ajenda ya siri nyuma mnaijua, mnajifanya mnatabiri ili yakitokea mseme mlitabiri. Naomba niwaambie watu twenye nia nzuri na nchi yetu, hatutakubali. Tutataka kuona ulijuaje, uliwezaje kujua, na kwa nini hukuzuia, na kwa nini kilitokea, na wewe utamfuata yule ambaye unataka apotee. Hakuna Mtanzania atatamani kuona hilo. Sasa tusiingie kwenye madhara, tusiingie katika mauaji. Mimi nataka niseme maneno magumu, na nayasema maneno haya magumu. Niko tayari kuweka rehani maisha yangu kwa sababu ya nchi yangu. Niko tayari kufumbua ukweli huu kwa sababu ya usalama wa nchi yangu, kwa sababu ya mapenzi ya viongozi wangu, kwa sababu ya rais wangu. Katika hili ninaliweka wazi, ili hata kesho na kesho kutwa sule nikifa, kizazi kitakachokuja kijue niliupigia kelele uovu, na sikuwa tayari kuogopa nguvu kubwa ya baadhi ya viongozi wa kanisa wanaotumika kusema maneno magumu na mazito kwa kiongozi wa serikali, kwa sababu tu anavaa hijabu, kwa sababu tu ni Muislamu, kwa sababu tu wanachukia kumuona Muislamu yuko pale mbele. Imefikia mahali baadhi ya viongozi wa Kikristo wanalaumu Wakristo wenzao kwa kumsema vibaya Rais Samia Suluhu Hassan kwa yale ambayo amelifanyia taifa letu, lakini pia kwa yale ambayo amewafanyia Wakristo. Kwa nini nilitoa mfano wa andazi kwa mtoto ambaye ni Wakambo na mtoto asiyekuwa Wakambo? Kwa nini nilitoa ule mfano? Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka 4 aliyokaa madarakani, ambayo amekuwa rais, amelichangia kanisa zaidi ya milioni 100, zaidi ya milioni 200, makanisa tofauti tofauti. Hakuna historia wala rekodi yoyote Samia amewahi kuchangia msikitini. Hakuna historia hiyo. Kama alitoa pesa ni za msiba, tena wa Mohamed Idi milioni 50 wakati wa kufa kwake. Samia hajawahi kutoa fedha kuwapa Waislamu. Samia anatoa fedha anawapa makanisa. Samia anatoa fedha anajenga miundombinu. Samia anatoa fedha anatengeneza barabara, shule, hospitali na kadhalika. Ubaya wa Samia uko wapi? Na kama Samia analaumiwa kuingia madarakani, basi genge lote linalosimama na Samia lisemwe, kwa sababu Samia hayuko peke yake. Makamu wake wa rais ni Nchimbi, mbona hazungumzwi? Mwenyekiti wake bara ni mzee Steven Wasira, mbona hazungumzwi? Makamu wake bara wa katibu mkuu John Mongera, mbona hazungumzwi? Maneno haya wanayofanya baadhi ya viongozi wa siasa na baadhi ya viongozi wa dini wanaotumia majukwaa ya siasa na dini kuwasema wawili hawa, Jakaya Mrisho Kikwete na mwenzake Samia, yanawafanya Waislamu, Wazanzibari, wana CCM na Watanzania wenye nia njema na nchi yao waanze kupata indication, waanze kupata dalili za kuona nchi yetu sasa inaingia katika dimbwi la udini, na hii ni hatari. Vyombo vya ulinzi na usalama mkiliacha hili ni hatari, kwa sababu hatujui nini kinaweza kutokea kesho. Leo ifike mahala ibaki salama,
Isipokuwa salama hali itakuwaje? Na yasema haya maneno yako mitaani. Leo imefikia mahala kulikuwa na funga ya siku 3 ya novena ambayo ilifungwa kwa lengo la kuliombea taifa. Lakini marafiki zetu tulionao katika maeneo ya makanisa, tunaokaa nao sisi mtaani, wanafika mahala wanasema novena imejibu kwa ajali ya juzi ya msafara wa Kikwete wakati anakwenda kusini. Tunaanza kupata mashaka, tunaanza kupata wasiwasi. Vyombo vya ulinzi na usalama viwe makini katika jambo hili. Mkiendelea kuliacha hili, lina madhara mbele, lina madhara makubwa, lina hatari kubwa, na linaweza kuliingiza Tanzania katika dimbwi la machafuko. Na ifike mahala vyombo vya ulinzi na usalama visiogope. Mimi nataka nikwambieni ukweli, ndugu zangu wa Tanzania, Waislamu kama watafika mahala wataamua na wao kusapoti ndugu zao katika imani, wakaamua kusema watakachosema, wakaamua dua watakazofanya, wakaamua kulia na Mungu, wakaamua kukiamsha, hakuna mtu anaweza kuzuia mziki wa Islam. Hii nchi haina historia ya mziki wa Kristo, ila ina historia ya mziki wa Islam. Mimi nawakumbusha nafasi ya 4, crown ya 4 alionayo kiongozi wa juu wa nchi, huyu ni Muislamu. Na lazima tukubali, wako Waislamu wenzake wanapoona mashambulizi makubwa ya upande wa pili wa kiimani yakimshambulia kiongozi wa dini, kiongozi wa serikali ambaye yuko against na upande huo, wakalinganisha na matukio yaliyotokea kwa marais waliopita. Mwinyi kanisa lilimtukana na watu na vyombo vya ulinzi vilinyamaza. Kikwete kanisa lilimtukana, viongozi wa dini baadhi yao walimtukana, na ilifika mahala vyombo vya ulinzi na usalama vilinyamaza. Lakini wakati wa Mkapa, Waislamu walipoonyesha nia ya kudhulumiwa na kutaka haki zao, Waislamu walikamatwa. Wakati wa Kikwete, Waislamu walipoonyesha kutafuta haki zao, Waislamu walikamatwa, na wengi wao walikwenda ndani, na wengine wako ndani mpaka leo, na wengine wamefunguliwa kesi zimeunguruma kwa zaidi ya miaka 8 mpaka 10 na kuonekana hawana hatia, wakaachiwa huru. Sasa jambo hili Waislamu wasionwe wamenyamaza kimya. Wako Waislamu wanakaa chini na kutafakari, hivi serikali, vyombo vya dola vinalenga nini? Kwa nini imekuwa Waislamu na Wakristo kama mtoto wa kambo na mtoto wa kumzaa, kwamba mtoto wa kambo kapewa andazi 2, mtoto wa kuzaa kapewa andazi 1? Kwa kuwa analia mtoto wa kambo, basi lile moja la mtoto wa kuzaliwa ananyang'anywa, anapewa mtoto wa kambo, ili mradi kumfurahisha mama wa mtoto wa kambo. Niwakumbushe vyombo vya ulinzi na usalama, tunakokwenda katika nchi yetu, naliona giza. Naliona giza. Narudia kipande hiki, naliona giza. Naliona giza kwa sababu tunatengeneza mazingira ya kuibomoa amani mapema. Tunatengeneza mazingira ya kuruhusu amani ibomoke. Tusiruhusu jambo hili, lina hatari kubwa kama viongozi wa dini watatumika vibaya katika majukwaa ya kidini kushambulia viongozi wa serikali, kuwasema viongozi wa serikali. Kukosoa haikatazwi. Kama sera za chama zinakosolewa kwa malengo mazuri, hakuna mtu anakataa, kwa sababu chama na viongozi wa serikali ni binadamu. Wanaweza kuwa na maeneo kweli wamekosea, lakini isitumike kigezo hicho hicho kuwabomoa watu kwa sababu ya kofia ya udini. Kama wewe ni moja ya watu ambao wamefadhaishwa, wamestushwa na wamesononeshwa na kile kilichotokea leo Mahakama Kuu kwenye kesi ya Tundu Lissu, njoo hapa tuzungumze. Kwanza kabisa, kabla sijaanza kukuelezea nini hasa kilipelekea yale yaliyotokea, naomba nikukumbushe kwenye moja ya clips zangu ambazo niliwahi kuelezea hapa kuwa kuna vyombo vya serikali ambapo hivi vyombo kazi yake kubwa huwa ni kuthibitisha kuwa vina mamlaka. Chochote unachokifanya, wao watakitafsiri kama wewe huelewi unachokifanya. Watatafsiri unawajaribu
na wao kujaribiwa ndio kitu hawapendi. Watakuonyesha kuwa wana mamlaka. That is why hutakiwi kutilia shaka hata kiasi cha kudhani unaweza kuwajaribu. Niliwatajia, mnaweza mkarudi kwenye hiyo clip mkasikiliza tena in case mnasahau, lakini niliwaambia mahakama ni moja wapo. Nafikiri haikuwahi kutokea incident yoyote ambayo mahakama ililazimika kuonyesha kuwa haipendi kujaribiwa zaidi ya hiki ambacho kimetokea leo. Anyways, tuache hili pembeni, nitakurejea nalo baadaye, tuendelee na upande mwingine. Mahakama pia ni muhimili unaojitegemea. Kwenye muhimili unaojitegemea hapo maana yake ni kwamba huwezi kwenda mahakamani unavyotaka wewe. Lazima taratibu za kimahakama ziwe zimefuatwa. 1, mahakama imekuita, inahitaji kukuona pale. 2, wewe ni mgeni ambaye mahakama inamtambua na inamtarajia ndani ya siku husika. Ni sawa na bunge ambalo pia ni muhimili unaojitegemea. Rais wa Jamhuri ya Muungano hawezi kwenda bungeni anavyotaka yeye. Lazima taratibu za bunge zifuatwe ndipo aweze kwenda bungeni. Hata mahakamani pia sikufichi, hata huyu Dr. Samia Suluhu Hassan hawezi kwenda anavyotaka yeye. Lazima atoe taarifa na mahakama nayo ijiridhie na ijiandae kumpokea ndipo ataweza kwenda. Hii ndiyo maana ya mihimili inayojitegemea. Not even the president can deal with them anavyotaka yeye. Shanfahamu? Sasa tuje kwenye kesi hii iliyoko inaendelea leo na nini kimewafikisha watu pale. La kwanza kabisa ni kwamba tayari mahakama ya Kisutu ilipohamisha kesi hii kwenda mahakama kuu, walitoa taarifa kuwa kesi hii inayosikilizwa leo mashahidi wake watahitajika kulindwa. Shahidi wanaotoa ushahidi dhidi ya Tundu Lissu hawatakiwi kufahamika mbele ya umma. Hii ni kwa sababu ya usalama wao na ni utaratibu wa kawaida wa mahakama, na hata kesi inapokuwa kwenye hatua za upelelezi shahidi huwa haweki wazi, inategemea na unyeti wa kesi yenyewe. Kama kesi ni nyeti kama hii alionayo Tundu Lissu ya uhaini, shahidi huwa analindwa, kwa sababu kama mtu anaweza kupanga uhaini, mtu anaweza kutamka kuhusu uhaini, hamjui alijiamini na nini mpaka akalitamka hilo neno. Kwa hiyo pia hatujui anaweza akamfanya nini shahidi anayeenda kuthibitisha kuwa kweli hili jambo mimi nililiona au nililisikia akilipanga. Sema kunapokuwa na kesi nzito kama siku za madawa ya kulevya, wale whistleblowers wanaotoa taarifa huwa hawawekwi wazi. Kwa hiyo utaratibu wa kutunza usiri wa shahidi ni wa kawaida kabisa kwenye kesi zote zilizonyeti. Kwa hivyo mahakama ilishatangaza kuwa kesi ya leo, moja, haitoruka live kwa ajili ya kuwalinda hao mashahidi, lakini pia watu ambao walikuwa wanaruhusiwa kuingia mahakamani leo kwenye hii kesi kwa ajili ya kuwatazama hao mashahidi, haukusikia majina yao, walikuwa ni watu ambao tayari Chadema wenyewe walishawaorodhesha kwa sisi hawa tunajiamini nao, watawasaidia hata nyinyi kutunza siri licha ya chochote watakachokisikia leo mahakamani. And then wakatokea wanachama wa kawaida ambao si watu wa karibu na yule mshtakiwa, kwa maana ya si viongozi wa chama hiko cha kisiasa ambacho kinamsindikiza kiongozi wake, nao wakataka kuingia mahakamani. Mahakama sehemu ambayo tumesema hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan hawezi kuingia anapotaka yeye, atafuata utaratibu. Na urudisha nyuma kipindi kesi ilikuwa inasikilizwa Kisutu. Drama hii inataka kujirudia. Siku ya kwanza hii kesi inasikilizwa Kisutu walitangaza kabisa kuwa vyumba vyao vina capacity ya kubeba watu 80 tu. Kwa maana hiyo, kwa kuwa wafuatiliaji ni wengi, basi kesi itarushwa kwa njia ya mtandao ili wafuatiliaji wengine ambao hawatopata nafasi baada ya viti kujaa waifuatilie mtandaoni. Mnakumbuka watu bado walienda pale wakapigwa tena virungu. Same as today, tangazo limetoka week ago, nchi nzima tulikuwa tunajulishwa hilo jambo, labda kama ufuatilii, kuwa leo ni kesi nyeti na ushahidi wa mashahidi utakavyokuwa unawasilishwa, mahakama inahitaji kulinda mashahidi wake wa kesi hiyo. Kwa hiyo kama itawalinda, mmoja, watu watakaoruhusiwa kuingia mahakamani ni wale tu wanaohusika na kesi, walio karibu na mshtakiwa. Lakini pia kesi haitorushwa mtandaoni kwa sababu ya kuwalinda hao mashahidi dhidi ya umma. Sasa
Najua hapo kuna baadhi mtaniza, kwa nini mashahidi wanafichwa? Ingawa tumeshaelezeana hapa. Ila angalieni, kama watu hawa wameweza kwenda mahakamani wakifikiria pale sijui ni jengo la shule au ni taifa. You know, I know you're used to these things. Mmezoea Yanga Day na Simba Day. Mnaenda uwanjani, uwanja umejaa, mnafungiwa TV kwa nje, mnacheki. Sasa tuwaulize pale nje leo mlikuwa mnangojea nini? Pale nje leo mlikuwa mnangojea nini? Kwa sababu kukaa pale nje msingeweza kusikiliza hiyo kesi kivyovyote vile kwa kukaa pale nje. Lakini je, ni nani mwingine mliwahi kuona kesi yake inasikilizwa mahakamani alafu watu wamezagaa nje vile wanamsubiria? Ndio tunapokuja kwenye ile story ya kwanza. Watu leo walikuwa wameenda kuijaribu mahakama. Watu leo walikuwa wameenda kuijaribu mahakama kwa mgongo wa mahakama ni ofisi ya umma, ni mali ya wananchi. Anyways, oh shit. And then worst part, tuna vioo vya jamii, wasanii. Yani limendisappoint sana. Tuna wasanii ambao tunategemea mna elimu, mna exposure, au basi kama wewe hauna elimu ya masuala ya kisheria lakini una exposure, una nafasi ya kutafuta taarifa za ndani za kitu kabla hujakishare kwa mlengo ule ulio nao wewe. Una nafasi ya kubalance the story kabla hujakishare kama kioo cha jamii. Si unanielewa? Yeah. To whoever it may concern, if the shoe fits, wear it, Cinderella. Kama kioo cha jamii, ni aibu ukiwa unashare vitu kama hivi and you're posting as if kweli kilichotokea kinasikitisha. Watu waliopigwa wameumizwa, zile video ukiziangalia kweli zinasikitisha, zinatisha. I'm like, oh, watu wamepigwa vibaya sana. Lakini what else mahakama ingefanya? Watu wameambiwa ondokeni. Watu walitangazwa kwanza msije, wakaenda. Ondokeni, hawaondoki. Nafikiri kuna baadhi ya wasanii hawajui kwa nini wao ni wasanii, hawaelewi what it means to be a public figure. Wewe kama msanii unatakiwa ujielimishe wewe kwanza ili uweze kuelimisha wengine kwa njia rahisi zaidi. Kwa sababu ukikaa na uchoyo wako wa maarifa, pengine unaweza kugharimu hao watu wanaokushabikia wewe na hata unaweza kugharimu hii nchi. Kama mimi hivi nikiona kuna kitu ambacho mimi nakiona kwa engo nyingine na watu wakitafakari, na tengeneza content yangu na waelekeza watu ambao wanasikiliza. In one way or another inatusaidia kama taifa. Wajinga wakiwa wengi kwenye nchi haitonusurika. Hata mauaji ya kimbali ya Rwanda yalisababishwa na wajinga wengi kuzidi ndani ya nchi. Hii story nitawapa siku nyingine.